Kwa hiyo hii session kikubwa kabisa ni sisi hapa kama kituo cha Wadada Center kupata feedback za kujua mmejifunza nini, yale mnayoelekezwa mmeelewa nini. Hicho ndio kikubwa tu kwenye hii. Kule ndani tunapokutana kule kwa wale wapya ni kufahamiana, tumetoka wapi, background zetu, kwa nini tuko hapa, tuna malengo gani, ni kipi kimetuleta. Hicho ndio tunalofanyaga kule ndani. Lakini hapa sasa umeshakuja, tumeshajua una shida ya hela, haijalishi changamoto ulizokutana nazo maishani, lakini ndio uko hapa unatafuta hela. Hela inapatikanaje? Ndio hizo training tunazofanya, namna ya kwenda kupata ile hela unayotaka. Sasa hapa tunapima kwamba je, umeelewa yale uliolishwa, kwa maana ya ile awareness ulioipata ili uifanyie kazi. Kwanza umeielewa, maana huwezi kufanyia kazi kitu ambacho hujaelewa. Si ndio jamani? Maana sisi tuna utamaduni wetu. Ukiona bosi yuko huko anaweza kupambana akalipa 500,000 mtu au 300,000 au 1,500,000, ujue sisi tuna kitu tunachokifanya. Tunachokifanya ndio hiki, kwamba sisi tulikubaliana kwamba bwana, kutokana na haya mahitaji haya mabosi, sisi watu wetu watakwenda kufanya yale ya kwao. Sasa hayo ya kwao ndio tunayoimbiana hapa. Watu wetu wanakaa na nyie, wanawapitisha, wanawaelekeza. Haya, sasa tupate mrejesho kutoka kwenu. Je, mmeelewa? Hapa ndio kazi sasa. Haya, kwa hiyo kila mtu, kila aliyeko wa zamani, ukiacha wapya. Na wapya sio wengi. Tuna Devota, tuna Gladness, tuna Hawa. Si ndio? Wengine wote ni wenyeji. Haya jamani, wenyeji kazi kwenu. Tunaanza na dada hapo kulia kwako hapo. Oliva. Dada Oliva, twende kazi. Kituoni umekaa muda gani mpaka sasa hivi, na training zetu ulizoelekezwa ni nini na nini, umeelewaje? Kituoni nimekaa siku 6. Mpaka sasa ni siku ya 6 na karibia wiki. Pia nimejifunza vitu vingi, lakini katika mawili, cha kwanza nijue bosi wangu anahitaji nini. Cha pili ni thamani ya kazi yangu. Nikizungumzia bosi wangu anahitaji nini, ambapo pale ratiba yake, labda kitu anachokipenda, kitu hahitaji. Na pia nikizungumzia thamani ya kazi yangu ni pamoja na mapishi, malezi, pia na usafi. Nikizungumzia malezi ni kwa ajili ya kama nikimkuta mtoto nimpe malezi mazuri. Kama akiwa anaenda shule nidamke mapema, nimwandalie vitu vyake vya shule na kifungua kinywa, nimwandalie kwa ajili ya kwenda shule. Nikizungumzia habari ya usafi, naanza kwanza mimi. Sehemu ambapo nimefikia, inabidi mimi niwe msafi na mazingira ya ndani kwangu pia niwe safi. Hapo ndipo niamke, nianze kufanya usafi wa nyumba, nianze kuandaa vitu vya mtoto vya shule, nianze kuandaa mazingira ya ndani ya usafi. Pia nikizungumzia usafi wa nyumba, kama ni vitu vya usafi kama deto, labda nahitaji kufuta vioo, vitu vyangu vya usafi inabidi niwe navyo makini na kuweka kwa ajili ya mtoto, wa usalama wa mtoto, niweke mahali pazuri. Nikizungumzia swala la mapishi, inabidi nijue ratiba bosi wangu na ya nyumba, jinsi asubuhi watakula nini niwaandalie, mchana watakula nini na jioni watakula nini. Na katika mapishi yangu inabidi niwapikie, inabidi nitoe kitu ambacho kitakuwa na vitamin na protein katika chakula chao. Kama ikiwa asubuhi inabidi kama ni chapati na waandalia. Kuna bosi mwingine atahitaji nikanunue, ila mimi nitahitaji bosi labda nikupikie leo chapati. Kwa mimi nilipofika hapa Wadada Center, chapati yangu nilikuwa sijui, lakini nilipofika hapa nilielekezwa ni kutengeneza chapati kwa muda mfupi na kikaiva vizuri, na naweza nikakata mwezi na tukatumia vizuri, ambayo maandalizi yake ni kuandaa ngano, pia kuandaa chumvi na sukari kidogo, pia inatumia maji ya moto na mafuta uvuguvugu. Chapati yangu inakuwa nzuri kwa bosi wangu. Sasa hapo maana naona una flow kwenye, kuna vitu vingine unavipita. Chapati ya sukari na chumvi, hiyo ni kwa hapa Wadada Center. Sasa huko kwa bosi wako utajuaje anapenda ya sukari na chumvi? Nitamuuliza.
Sasa hiyo ulipita, yani ulisema tu ya sukari na chumvi, kama vile ukifika wewe ni kuendelea tu na shughuli zako kama vile uko Wadada Center. Hapana, unapofika kwenye mazingira mapya mageni, inabidi kule usome wanataka nini. Sawa. Lakini pia ulipita juu kwenye usafi, ukataja deto tu. Sasa sikujua deto imeingiaje, na ulitaja deto na mtoto hapo hapo. Kwa hiyo sijajua mtoto unamwogeshea deto au deto imeingiaje pale. Hapana, kwenye swala la deto kama usafi wa choo inabidi nitumie deto, inabidi nitumie Vim, inabidi nitumie sabuni. Kuna mabosi wengine hawatumii sabuni ya unga wala ya maji, kwa naweza nikatumia Vim au sabuni yao special ambao wanatumia wao. Kwa hizo sabuni mimi nazozijua kama zitakuwepo ninatumia. Nikizungumzia kwa swala la mtoto, inabidi niweke kwa usalama wa mtoto. Kuna watu wengine watundu, anaweza akachukua vitu akachezea, akalambe kammotea athari. Na kosa itakuwa juu yangu kwa sababu mimi nimetoka pale kama dada na msimamizi wake. Kwa hiyo inabidi niweke salama kwa ajili ya mtoto ili asije akapata maradhi wala ni kitu cha hatari. Umezungumzia pia kupika chapati, umeboresha mapishi yako au yani umesema ulikuwa unapika chapati lakini haivi vizuri. Kwa hiyo kuna namna umeboresha mapishi yako au inakuwaje? Nimeboresha kwa sababu mimi nilikuwa natumia maji ya baridi. Ila kwa nilipofundishwa na nikafanya na kutenda, nikaona kweli kuna sehemu nilikuwa nakosea. Kwa nilichofundishwa ni kitu ambacho kinatoka chakula kizuri. Okay, kwa hiyo hapa umepita kwenye mafundisho ya chapati. Ndio. Na umeelewa vizuri. Ndio. Chapati laini. Kwa hiyo kwa ujumla siku 6 ulizokaa kituoni, unajionaje? Ulivyokuja na sasa unaona utofauti gani? Naona utofauti mkubwa na nimejifunza vitu vingi na nimejiongezea. Ongeza sauti, mimi sikusikii. Nimejifunza vitu vikubwa na mabadiliko makubwa nilipofika hapa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hayo uliofundishwa una uwezo wa kwenda kuyafanyia kazi sasa kama utapangiwa kazi, au utabaki nayo kichwani unayajua lakini unaendelea na maisha yako kama vile vile? Maana hiyo ndo changamoto kubwa kwa wadada. Swala sio tu kujua, wanajua lakini hata wakiwa tu hapa kituoni unaona hawafanyii kazi yale ambayo tumeshajuzana. Kwa hiyo wewe kwa upande wako utaweza kwenda kuyafanyia kazi? Kwa sababu shida ndio hiyo. Kwa mimi naweza kwenda kufanyia kazi kwa sababu sikutaka na ni madamu wangu anielekeze kwa mdomo, nilikuwa nafanya kwa vitendo na nimeamini kwamba naweza kwenda kufanya kitu kizuri kazi yangu. Okay. Dada Teddy vipi? Mwanafunzi wako? Hebu hiyo mic mbona kama mmeigeuza? Huko hivyo. Hivyo hivyo. Unamjua umemfundisha? Ndio. Anafundishika? Ndio. Okay. Nimemfundisha na ni mwanafunzi wangu. Katika wanafunzi wangu waliobaki wachache na yeye yumo. Maana wengi wameondoka. Wengi wameondoka. Kwa hiyo hawa wengine hujawafundisha? Hawa hawataki kufundisha. Au ndio wale wanaorukaruka? Wamekuja wageni. Wageni tunao 3 tu. Alafu wanafunzi ambao nilikuwa nao wamebaki 4 tu katika kundi ambalo nilikuwa nalo. 4? Watu wako zaidi ya 4. Hao wengine kwa nini? Wameondoka 3. Hao wengine waliopo hapa kwa nini hawapo katika wanafunzi wako? Hawataki kufundishwa? Tuliingia na mwanafunzi huyu asubuhi. Nani? Na wataje majina, inabidi wajue watu wako. Kuna Pisi hapo. Pisi yuko kwenye kundi. Ya Pisi yuko kwenye kundi. Dada Devota ni mgeni. Dada Devota ni mgeni. Na dada pale ni mgeni. Huyu pia huyu hapa. Hawa ni huyu. Huyu hapa kutoka kwa Gladness. Salafina. Gladness. Ni Gladness. Gladness mbona kama haupo? Upo? Unamwongelea Gladness? Ndio. Huyo mgeni. Na huyu dada hapa ni mgeni. Hawa ni mgeni. Ndio. Karibuni sana. Hapa ndo wengine umeshawaelekeza? Ndio. Wengine nimeshawaelekeza. Kuna changamoto gani? Changamoto ziko lakini sio zile za kuvuka mipaka. Yaani changamoto zile za kusema huyu hawezi kwenda kazini. Ziko changamoto za kuelekezana kama ulivyosema. Unamfundisha mtu lakini akienda huko matokeo yanakuwa tofauti.
Akienda huko kazini. Kazini. Mimi nataka hapa hapa. Kwa hapa wewe unavyo observe kwamba mtu umemwelekeza, je, anakifanyia kazi au unaona anategea tegea? Kama tulivyokuwa kwenye ile session iliyopita, nilipenda sana ulivyosema, ulivyoambia wadada, sasa jamani, leo ni madirisha. Wakaanza madirisha tena, yani kama vile wanataka kuzimia. Kwa hiyo ndio nataka ile, yani wao mwitikio wao wanataka wanaonyesha hari na shauku ya kutaka kufundishwa na kufundishika, au nawaona wanajivutavuta, wavivu hawataki kuelekeza, wanafanya tu ili mradi wapite, yani mtu apangiwe kazi aende akaanze kumtesa bosi wa watu. Wewe unaonaje? Wapo wana nia ya kujifunza na wanajifunza, na wapo wengine naona kama wanafanya makusudi. Ndio makusudi kwamba unamfundisha kitu unategemea kwamba sasa atafanya vile ambavyo umemfundisha, lakini kesho unakuta amefanya tofauti. Anafanya tofauti. Umefanya tofauti. Mbona hiki kiko tofauti? Samahani, nilisahau. Lakini sasa kwa nini unasahau? Yaani ukishakuwa umefundishwa kitu, unatakiwa upite mle, hautakiwi kusahau. Kwa nini usahau? Na bosi wako akisema nimesahau kulipa mshahara mpaka utajisikiaje? Kwa sababu unaposema umesahau kufanya kazi, si ndio? Wewe unaona rahisi kujibu tu nimesahau, lakini mwisho wa mwezi unatarajia upokee mshahara ule, si ndio? Hiyo ni sawa kweli? Hapa kwetu sio sawa. Sio sawa. Ukisema umesahau, basi na sisi tutasahau wewe kulipwa hela. Kwa sababu hatuwezi kukupangia kazi. Sisi tumesema hata kama ni traditional, hapa traditional yetu lazima wawe wamenyooka kama pasi. Sawa jamani? Kwa hiyo sasa hao lazima kwanza uripoti ofisini. Mtu unayemwona ana uzembe umripoti ofisini, ili ofisi wajue, kwa sababu wanaweza wakawa wanamfikiria mtu kumpanga kwenye level fulani ambayo hastahili. Ndiyo. Hata traditional si tumesema, si kuna wengine jamani tumewaondoa wao, wengine walitakiwa na kuondolewa lakini wamepewa chance. Kwa hiyo tunataka watu wetu wanayoelekezwa wakayafanyie kazi, kwa sababu sisi tunachokiuza ni namna ya kwenda kufanya hizi kazi. Mabosi sio kwamba wadada hawaoni jamani. Wadada wamejaa huko, tena wa 50,000. Tuko pamoja. Utofauti wa kuja Wadada Center na kuwalipa zaidi, wanataka haya wanayoyasikia hapa tunayaongea kwenye content zetu, kwenye mafunzo yetu, wanataka yale ndio yakafanyike majumbani kwao. Sasa ikiwa wewe hapa tunakuona hutaweza kufanya, itakuwa ni utapeli kumpa bosi mdada ambaye unajua kabisa huyu hawezi. Kwa hiyo nimeripoti. Ndio maneno mimi napenda kusikia. Kwa hiyo ulienda ofisini jana, nilikuta tofauti. Kwa hiyo nilipokuta tofauti nikaa nimewauliza, nikajibiwa kwamba walisahau upande wa bafuni na upande wa ofisini. Wakasema kwamba walisahau kutoa takataka kwenye trash, wamesahau pia vioo havikuwa sawa, pia bafuni toilet haikuwa sawa. Kwa hiyo nikaenda kuripoti ofisini. Baada ya kupeleka taarifa ofisini, waliitwa ofisini mmoja mmoja, kila mtu akawa ameulizwa, wakatoa maelekezo yao na wakakanywa kwamba hilo jambo lisirudie tena. Kwa hiyo leo nikakuta mabadiliko. Leo nimekuta mabadiliko. Takataka bafuni zimeondoka, vioo vinang'aa, choo kinang'aa, sakafu inang'aa. Na mimi nikaamini kumbe jana kweli walifanya makusudi. Yaani sijui nisemeje, uvivu. Ni uvivu, sio kwamba hawawezi. Wanaweza, ila uvivu. Na hicho ndio tunataka tukikemee hapa kituoni. Na mabosi wetu ambao wana wadada ambao wanasikiliza maelekezo yetu. Dada akifika kwako ukaona anafanya tofauti na tunayoelekeza au tuliokubaliana kwenye mkataba, usikubali kabisa. Yaani turudishie mrejesho, tuongee naye, tumpe onyo kama hao walivyopewa. Si waliitwa ofisini wakapewa onyo. Na leo mambo yalikuwa tofauti. Kumbe wana uwezo kabisa wa kufanya mambo yao vizuri kwa wakati. Jamani, usipofanya kitu unachotakiwa kufanya, hiyo ni dhuluma. Huo ni wizi. Yaani chukulia ushaenda kazini, bosi wako amekuleta pale ili ufanye majukumu yake, alafu unategea. Huo si ni wizi jamani? Maana mwisho wa mwezi unataka akulipe hela ya kiwango ambacho sisi tumemwambia huyu dada kwa level yake. Yaani lazima afanye majukumu yake vizuri kulingana na tunavyoelekeza. Kwa sababu shahidi ndio hizi video, si ndio?
Wanasikiliza. Wewe unafikiri bosi anakurupuka tu kwa anasema nataka kwenda kulipa hela nyingi kwa Joyce Kiria bila sababu? Anaona kuna kitu cha ziada tunachokielekeza. Na yeye hicho ndio anachokitaka, na sisi tunakitoa wapi? Kila siku hao wanaongea nao. Kila siku wanavyozungumza nao sisi tunasikiliza wanataka nini, ndicho tunachowaelekeza hapa. Kwa hiyo wala hatuna jambo jipya tunalowaelekeza zaidi ya mahitaji ya mabosi. Kwa hiyo ukimpa mtu hitaji lake analolitaka, atakulipa vizuri kwa moyo mmoja. Sasa sisi anatusikia tunaongea vizuri hapa, tunaelekezana vizuri, alafu anapokufikisha nyumbani kwake ndio hayo sasa. Anavyosema matron pale. Anakuja anakuta chooni kuchafu, dustbin lina matakataka, vioo vichafu, kila kitu yani ovyo ovyo. Sasa akija kuangalia yale mnayoongea, mwisho wa siku wote tunaonekana ni matapeli, si ndio jamani? Hayo ndio mimi sio yataka. Yani mwaka huu hapana. Mwaka huu lazima kieleweke. Bosi wetu katoa wimbo unaitwa mwaka huu na mimi nikasema mwaka huu. Yani lazima Wadada Center tuipindue juu chini. Yani yale mazoea hapana. Kwa hiyo nataka madam aseme hapa mlifanyaje ofisini? Tulivyoletewa ripoti na matroni wao wa usafi, tukawa tunamsikiliza ripoti ya kila mmoja na anapofika kimtaja fulani tunaomba muite. Kwa pale anapokuwa ameitwa labda dada fulani, labda dada Janeti, ilikuwaje? Matroni akielezea yeye atakapojitetea kama kuna sehemu pana doa, ndo hapo ambapo tunarekebisha. Na kweli kuna wengine alionekana ndio hawakushiriki kwenye usafi, walikuwa na majukumu mengine, tukawatengenezea ratiba perfect ambayo sasa tukamwambia matroni wa usafi anaweza kaanza na dada toka asubuhi mpaka muda fulani mchana kasoro, afu atakavyotaka matroni wa mapishi kwenda nao anaweza karuhusu ili wakajifunze na mapishi pia. Kwa sababu tunataka wawe watu ambao wanaondoka hapa wakiwa wanajua majukumu yote matatu, kwa wanatakiwa wajifunze kote. Na sisi tukija kwenye theory basi tutakuwa tunawakadhi. Yani tukija kwenye nadharia tunapofundisha training tukikaa kama hivi basi wawe wanajua kwamba kwa vitendo wamefanya hiki hivi na hatua zake ni hivi. Kwa pale tulivyowaita kila mtu aliitwa kwa hatua yake na kila mtu alikosolewa kwa kosa lake na tukarekebisha. Wote wamekubali kurekebishika, lakini pia ili tusiwaweke kwenye kuwachanganya tumenyosha ratiba nzuri. Na ndio tutarudi kule ambapo kwenye majukumu yako lazima uwe na ratiba. Yani kama vile matroni wa usafi anavyopanga ratiba, matroni wa mapishi anavyopanga ratiba, na wewe dada pia unavyoenda kufanya majukumu yako. Yani wewe unafika kwa bosi, omba kutengeneza ratiba ambayo sasa itaendana na bosi wako. So unajitengenezea tu unataka? Hapana. Utafanya kile ambacho bosi anataka. Okay. Yeah. Thank you. Haya, sawa.